Hili ni jarida la Jaylax Radio. Nafuatiwa na wakina mama wa Kotu. In US it is regulated. Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Wanasema mtu hawezi enda choo. Kwa nini? Ukirudi unapata redio imeenda, unga imechotwa. Ni kwa nini? Watu hawana kazi. Na hiyo imeletwa na nini? Mechanization. Hii maneno ya machine tumeongea. The police that for once, please go to the bottom of this. And we don't have time. Let it be as fast as possible. Maafisa wa usalama waahidi haki katika kesi ya mauaji ya mbunge wa Kasipul. Gharama ya baadhi ya bidhaa kupanda baada ya muda wake wa afueni kukamilika. Na kimataifa, moshi bado ni mweusi, baba mpya bado hajapatikana. Na Rais Ruto ampendekeza mwenyekiti mpya wa IEBC. Hii ni dira kamili ya Jaylax awamu ya saa 1 jioni, ukiwa nami John Wanyonyi. Na moja kwa moja tunatangulia na taarifa ambayo tumepokea katika chumba chetu cha habari wakati huu. Ni taarifa kutoka ikulu ya Nairobi na ni tangazo la Rais William Ruto ambaye amewateua baadhi ya watu ambao wanapendekezwa kuhudumu katika wadhifa wa mwenyekiti na makamishona wa tume mpya ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Katika tangazo ambalo tumepokea hivi sasa kutoka ikulu linaarifu kwamba rais, baada ya kupokea mapendekezo ya baadhi ya watu waliopendekezwa kuhudumu katika tume hiyo na kupokea wagombeaji wawili waliokuwa wamehojiwa, vilevile wanachama 9 ili kuweza kumchagua au kuchagua makamishona 6 na vilevile wawili akitakiwa kumchagua mwenyekiti mmoja. Sasa hivi amempendekeza Erastus Ndung Ethakon kutoka kaunti ya Turkana kuhudumu kama mwenyekiti mpya wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Wengine waliopendekezwa kuhudumu katika tume hiyo kama makamishona ni Angerin Derito ambaye anatoka kaunti ya Nyandarua. Kuna Moses Alutalala Mkhwana kutoka kaunti ya Kakamega, Mary Karen Sarubit kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kuna Hassan Nuru Hassan kutoka kaunti ya Mandera, Francis Adhiambo Aduor kutoka kaunti ya Kisumu na vilevile Fahim Arafadabul kutoka kaunti ya Kisumu. Ni pendekezo la wenye viti mpya ama makamishona wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC walivyopendekezwa na Rais William Ruto kuhudumu katika tume hiyo mpya ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Ni baada ya kukamilika kwa shughuli ya ukaguzi na mahojiano ambayo ilifanywa awali na jopo ambalo lilitwigwa jukumu la kufanya mahojiano hayo kuchagua wasimamizi wapya wa tume hiyo. Turejelee taarifa kuu jioni hii msikilizaji. Erastus Ndung Ethakon kutoka kaunti ya Turkana amechaguliwa kuhudumu kama mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, akitarajiwa jaza nafasi iliyoachwa wazi na mwenyekiti aliyeaga dunia na aliondoka wakati ule ni marehemu Wafula Chebukati. Kuna waliopendekezwa kuhudumu kama makamishona katika tume hiyo wakijumuisha Angerin Derito, Moses Alutalala Mkhwana, Mary Karen Sarubit, Hassan Nuru Hassan, Francis Odhiambo Aduor. Mwisho kabisa kuna Fahim Arafatabdul wakitajwa kuhudumu kama makamishona wapya katika tume hiyo ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Ni taarifa ambayo tutaendelea kukujuza zaidi msikilizaji katika taarifa hizi. Lakini tusonge mbele na taarifa zingine msikilizaji. Na watu 3 wakiwemo wanawake 2 na mwanaume mmoja wamethibitishwa kuiaga dunia, huku mmoja akiokolewa baada ya timbo la Karimo walilokuwa wakivunja kuporomoka eneo la Muyeye, wadi ya Shela mjini Malindi, kaunti
ya Kilifi. Mwanamke yule aliyeokolewa alikimbizwa katika hospitali ya mji wa Malindi akiwa katika hali mahututi. Idara ya usalama mjini Malindi imethibitisha kuwa bado manusura waliofunikwa kwa mawe yaliyoporomoka, huku juhudi za kuwatafuta watu hao zikiendelea. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, tayari watu wawili wamepatikana kutoka kwa timbo hiyo, huku zoezi la kuwatafuta waliosalia likiendelea chini ya usimamizi wa maafisa wa polisi wa Malindi. Nilikuwa napeleka mteja, sasa narudi sasa. Nikaona nilikuwa nataka kuangalia kwa nini. Naangalia hivi, nikaona wanawake wawili ndo wanatolewa hapo, nikaangalia, nikauliza kuna nini, nikaambiwa hatari. Wanawake ndo walikuwa na chimba hiyo kokoto hapo. Sasa ndo wakafunikwa na hiyo ninio. Na hiyo kokoto ndo wakafunikwa sasa. Sasa ile kufunikwa ndo wakangangana, wakatolewa watu wawili, lakini kulikuwa na baadhi ya watu walikuwa hapo ndani na hawajulikana kama kuwa ni wangapi. Nikaondoka sasa. Nikaacha wawili walikuwa shatolewa tayari na walikuwa Ni tukio ambalo limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na wakazi wa eneo hilo, na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na wadau wengine limeanzisha shughuli ya kuwaokoa watu ambao wamekwama katika timbo hilo kwa ushirikiano na maafisa wa usalama. Na kwingineko, idara ya usalama imesisitiza kwamba washukiwa wote waliohusika katika mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja na katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Daktari Raymond Omolo wameelezea matumaini kwamba asasi husika zinapiga hatua nzuri katika uchunguzi wa kina. Mwandishi wetu Silas Juma anasimulia. Asasi za usalama nchini zinaamini washukiwa wote katika kifo tata cha mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were watapatikana na kukabiliwa kwa mujibu wa sheria. Mapema Alhamisi, inspekta mkuu wa polisi Kanja na katibu mkuu wa usalama wa ndani Omolo wanasema idadi ya washukiwa hadi sasa imefika 10. Hii ni baada ya washukiwa wawili zaidi kunaswa Jumatano usiku. These exhibits are undergoing forensic analysis to further strengthen the case and clarify the circumstances surrounding Honorable Were's murder. 4 suspects directly linked to the crime scene were arrested. Some of them are believed to be members of the Mujahideen, an organized criminal gang known for armed robberies in Nairobi. Looking at the update with regards to the firearm that was used and the ballistic tests that have been done, clear that it's the same gun that was used to kill the slain or the late MP. Idara hiyo imesema washukiwa hao wako kwenye mizani ya kina ya asasi za usalama na watafunguliwa mashtaka. Mlinzi wake Alan Ogola na dereva wa mbunge huyo Walter Wino ambao walikuwa naye siku ya kisa hicho wako kwenye orodha ya washukiwa na tayari wanasaidia katika uchunguzi. Tunataka tuulize tafadhali wale wajasusi, kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliyekuwa ndani ya gari asirudisha hata moja. Anyone with additional information to contact the nearest police stations. I want to assure all Kenyans that we are committed. Haya kijiri, washukiwa 5 wamefikishwa katika mahakama ya JKIA mapema Alhamisi. Hata hivyo, wakili wao Dansan Umari aliibua kiwewe dhidi ya eneo ambalo kesi hiyo iliwekwa, akisema rai kutoka kwa upande wa idara ya upelelezi ya jinai DCI kwamba wapewe siku 30 zaidi ya uchunguzi linapaswa kusikilizwa kwenye mahakama ya Milimani ama Kibra. Wakati huo, wakili Omari amehoji kuhusu mshukiwa Philip Waroko aliyejisalimisha katika kituo cha polisi cha Gigiri Jumatano usiku kutofikishwa mahakamani, upande wa mashtaka ukikiri kuwa wajamfikisha mahakamani ila bado alikuwa ndani ya muda wa kisheria saa 24. In our case, since the time Philip Waroko was booked in custody by OMB number 20805 of 2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 4 hours. Mbunge Ong'ondo Were atazikwa Ijumaa ya wiki hii katika kijiji cha Kachien kwenye eneo bunge lake la Kasipul kule Homa Bay. Na msikilizaji, muungano wa mashirika ya kiraia pamoja na makundi ya kutetea haki za kibinadamu umeelezea wasiwasi mkubwa kufuatia ripoti mpya iliyotolewa na tume ya kimataifa ya wanasheria maarufu ICJ. Inaonyesha ukatili wa maafisa wa polisi ulikuwa juu zaidi mara 5 mwaka jana. Anavyoarifu Jeriseme, chama cha mawakili nchini LSK kimesuta serikali kuu kwa madai ya kutoonyesha nia ya kuwachukulia hatua maafisa wa ngazi za juu wanaohusishwa na mauaji ya kiholela.
Ripoti hiyo imebainisha kwamba visa 159 vya mauaji na utekaji nyara viliripotiwa, huku visa 104 ambayo ni sawa na 65% vikihusishwa na mauaji ya kikatili ya polisi na visa 55 vikihusishwa na kutokomezwa kwa watu. Most victims of enforced disappearances were neither prosecuted nor allowed to demonstrate their innocence in a court of law. They have not received justice or compensation by the time of the report. 2024 marked the year that the coalition recorded the highest number of cases of enforced disappearances. Before then, 2019 had the highest number of cases of enforced disappearances at 38. Kwa mujibu wa rais wa chama cha mawakili nchini LSK Faith Odhiambo, asasi za usalama zimetumwa kulegevu katika kuwachukulia hatua maafisa wa polisi wanaohusishwa na makosa makubwa ya jinai. Some seniors are set aside, charges are not meted against them. Who do we hold accountable? Charges are changed. Shirika la Amnesty International sasa linatoa wito kwa asasi zote za usalama kutoa ripoti kamili kuhusu visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuhakikisha maafisa wote watakaopatikana na hatia wanachukuliwa hatua bila mapendeleo. Uchunguzi ufanywe zaidi na wale wamepatikana na hatia ya kuua, whether ni wanawake au wale waliokufa parliament mwaka jana, waweze kufunguliwa mashtaka na kesi hizo zipelekwe kwa kasi, kwa sababu ni jambo la public interest. Kauli hiyo ikiungwa mkono na Rachel Mwikali, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika vuguvugu la Coalition for Grassroots Human Rights Defenders. Tumeona ya kwamba tuwezi amini polisi, tuwezi amini zile agencies zimewekwa ziweze kufuatilia hizi kesi, kwa sababu ni mbaya sana mtu alipoteza mtoto wake, na tuliona kwa hii documentary ya Bloody Parliament. Na msikilizaji, katika mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026, serikali inapendekeza kuondoa viwango vya sufuri vya ushuru wa ongezeko la thamani almaarufu kama VAT kwa lugha ya Kiingereza zero rated kwa bidhaa muhimu, hatua inayotajwa kuongeza gharama ya maisha kwa wananchi. Idhaa zitakazoathirika ni pamoja na simu zinazotengenezewa humu nchini, baiskeli za umeme na malighafi ya kutengeneza vyakula vya mifugo. Mwandishi wetu Daniel Kiplimo anatuchambulia zaidi mswada huo. Kwa mujibu wa mapendekezo kutoka Wizara ya Hazina ya Kitaifa, bidhaa hizi zitahamishwa kutoka kutozwa ushuru sufuri, yani zero rated, hadi kuwa exempted, kumaanisha mfanyi biashara hatoweza kudai ushuru aliolipa kwa malighafi na kutengeneza bidhaa hizi. John Meano ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi na ushuru. Zero rated inamaanisha ilhali mtu wakati unafanya biashara tuseme ya manufacturing, unanunua vitu ambavyo viko na VAT, ile tunaita input. Wakati unafanya manufacturing, labda ni ile ya fertilizer ama kama ya animal feed, huenda kuwa vile vitu ambavyo unanunua ili ukaweza kufanya ile manufacturing, unalipia VAT. Taasisi ya fedha za umma IPF imetahadharisha kwamba hatua hii itaongeza gharama za uzalishaji na kupandisha bei kwa mnunuzi, haswa katika sekta ya kilimo na teknolojia. We seeing the movement from being zero rated to exempt is likely to affect the cost of production of animal feeds, and this is likely to increase the prices. Wahudumu wa bodaboda pia wamelalamikia hatua hiyo, kwani watatozwa bei ya juu. Ken Onyango ni kiongozi wa wanabodaboda hapa jijini. Watengenezaji wa pikipiki nchini wanapewa incentives na government, kumaanisha kwamba tax pengine kama inawekwa kwa zile vifaa za kutengeneza pikipiki, hizo tax zinaondolewa. Lakini mara hii hizo tax zimekuwa introduced na pikipiki za hizi kwa soko ambaye ni the cheapest saizi ni 193,000. Sasa ukiangalia the tax incentives zimeondolewa, kumaanisha tax kuanzia baada ya budget kusomwa zitapanda kwa upande wa kutengenezaji wa pikipiki. Vilevile wakulima wa miwa wanasema hili ni pigo kwa wakulima na wazalishaji wa ndani na inaweza kuathiri sekta hiyo. Meano anaeleza kwamba serikali inafaa kuwekeza mikakati ya kuratibu mfumo huu ili kuhakikisha wananchi pamoja na wafanyabiashara hawabanwi na sheria hii. Basi kama simu imeenda juu, kamera imeenda juu, bei zake hawezi afford, wale wanarika watashindwa kufanya video production. Kumaanisha kazi huku nchini kama ajira, ile tunaita kujipa ajira kwao, basi kutashuka. Msikilizaji, ni taarifa zinazokukujia moja kwa moja kutoka Jlax Radio, Radio number 1. Hapa ndo nyumbani kwa sauti zinazoaminika na kuheshimika katika utangazaji kote Kenya. Tupo kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube na TikTok hadi John Wanyonyi, John Wekesa. Tufuatilie upate habari na burudani zaidi. Burudani.
ikiletwa kwako na Jaylax Radio. Mwanadamu aliye na uwezo wa kuzungumza kwa kawaida ana uwezo wa kuzungumza maneno takriban 583 kwa kila dakika. Kweli na burudani.